Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, na leo ikiwa ni Aprili 5 ya mwaka 2025. Jilishe mkate wa uzima. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku njema ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya asubuhi tulivu uliyoibariki. Asante kwa ajili ya wakubwa na wadogo ambao wamepata nafasi ya kujifunza neno hili. Sote kwa pamoja tunasema asante. Nasi tunakuja kwako tukiomba mibaraka yako iambatane pamoja nasi. Kwa imani tunapokea ahadi zako. Nasi tufundishe kufaa kuwa watoto wako sasa na hata milele, katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema jilishe mkate wa uzima. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 6 aya 32 inasema, Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Tunabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na hizi mamlaka kuu tatu za milele ziliahidi kwa umoja kufanya kazi kwa ajili yetu ikiwa tu tutashirikiana nao. Tunazikwa pamoja na Yesu katika ubatizo kama ishara ya mauti yake. Tunainuliwa kutoka majini kama ishara ya ufufuo wake. Tunapaswa kuishi kama nafsi zilizozaliwa upya ili kwamba tuweze kuinuliwa katika siku kuu ya mwisho. Umeahidiwa kuishi katika upya wa uzima kwa kuwa umekufa na maisha yako yamefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Hapa ndipo ambapo unapaswa kuweka hazina yako. Mwanadamu mwenye ukomo hawezi kuitekeleza imani yako. Njoo kwenye chanzo kikuu cha nguvu kwa ajili ya kujipatia nguvu. Ombi la Yesu kwenye kingo za Yordani linamjumuisha kila mtu ambaye atamwamini. Ahadi kwamba umekubaliwa miongoni mwa wanaopendwa inakujia. Ishikilie kwa mkono wa imani isiyoyumba. Mungu alisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Hii ina maana kwamba kupitia uvuli wa giza ambalo shetani ameweka ili kuzuia njia ya Kristo, amekupasulia njia ya kuelekea kwenye kiti cha enzi cha Mungu asiye na mwisho. Ameshikilia uwezo mkuu, na wewe unakubaliwa miongoni mwa wapendwao. Katika kila jambo mnapaswa kumheshimu Mungu kwa kuwa washirika wa asili yake ya uungu, ili mpate kuwa na uhakika wa kusamehewa dhambi ambao ungekiri upendo wa Mungu. Lakini hakuna katika uzoefu wetu ile furaha na shangwe inayopaswa kuwa. Yesu anasema kwamba ikiwa yeye yuko ndani yetu, furaha yetu itatimilika. Hebu basi na tuwe washirika wa asili ya Mungu, tukiwa tumeepuka uharibifu ambao uko duniani kwa njia ya tamaa. Hebu tusiishi maisha yasiyo na utaratibu, ya kidunia, ya anasa, ya kumrundikia Kristo lawama. Hebu tuinuke juu ya mandhari isiyoridhisha ambayo imeenea duniani na kupumua pumzi ya Mungu. Hebu na tujilishe mkate wa uzima. Kristo anatangaza kwamba ikiwa tutaula mwili wake na kuinywa damu yake, tutakuwa na uzima wa milele. Neno lake litakuwa kwetu kama majani ya mti wa uzima, ikiwa tutamwamini Yesu kuwa Mwokozi wetu binafsi. Ikiwa tutaula mkate uliotoka mbinguni, tutakuwa na uhusiano hai na Mungu. Tutauleta umilele katika siku ya Kiyama. Tutaishi kana kwamba tupo katika uwepo wa jeshi lote la mbinguni. Malaika wanatutazama na kutulinda. Mungu anatupenda, lakini tunashindwa kuthamini upendo huo. Tunashuka katika maisha ya kiroho. Mungu anatutaka tutambue umiliki wake kwa kila mwanadamu. Anayo madai yake. Wao ni watu wangu, anasema. Nimewanunua kwa gharama, wala ninyi si mali yenu wenyewe.
Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu ambayo ni ya Mungu. Je, mtafanya hivi? Je, mtaomba kwa imani? Je, mtamheshimu Kristo kwa kumtii kama asemavyo katika neno lake? Manuscript 144 ya mwaka 1901. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Aprili 5, mada ikisema jilishe mkate wa uzima. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.